Iran imesema kuwa imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo nchini Kuwait na Bahrain, ikidai operesheni hiyo ni jibu la moja kwa moja kufuatia mashambulizi mapya yaliyofanywa na Marekani dhidi ya malengo ya kijeshi ndani ya Iran. Hatua hiyo inaashiria kuongezeka kwa kasi kwa mzozo kati ya mataifa hayo mawili, huku hofu ya vita vya kikanda ikizidi kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC na kurushwa na televisheni ya taifa ya Iran, operesheni hiyo ilihusisha matumizi ya makombora ya masafa mbalimbali pamoja na ndege zisizo na rubani, zikilenga kile ilichokiita miundombinu muhimu na vituo vya kimkakati vinavyotumiwa na vikosi vya Marekani katika shughuli zake za kijeshi ndani ya eneo la Ghuba ya Uajemi. IRGC imedai kuwa mashambulizi hayo yalielekezwa katika kambi ya Arifjan na kambi ya Ali al-Salem nchini Kuwait, ambazo hutumiwa na jeshi la Marekani kwa shughuli za usafirishaji wa vifaa vya kijeshi, uratibu wa operesheni na msaada wa vikosi vilivyoko Mashariki ya Kati. Aidha, Iran imesema ililenga kambi ya Jufail pamoja na kituo cha anga cha Sheikh Issa nchini Bahrain, maeneo ambayo yana umuhimu mkubwa katika shughuli za kijeshi za Marekani na washirika wake katika ukanda huo. Katika taarifa yake, IRGC imesema mashambulizi hayo yamefanyika kwa makusudi dhidi ya malengo ya kijeshi pekee, ikisema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kile ilichokiita haki ya Iran kujibu mashambulizi dhidi ya ardhi na maslahi yake ya kitaifa. Jeshi hilo limesema Marekani inapaswa kutambua kuwa hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Iran itakutana na majibu ya haraka na yenye nguvu. IRGC imeongeza kuwa uwezo wa Iran wa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani umeendelea kuimarishwa kwa miaka mingi na kwamba vikosi vyake vina uwezo wa kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operesheni hiyo imelenga kuonyesha kuwa Iran inaweza kufikia malengo ya kijeshi ya Marekani ndani ya muda mfupi endapo itahisi usalama wake unahatarishwa. Mbali na kudai kuhusika na mashambulizi hayo, IRGC imetoa onyo kali kwamba iwapo Marekani itaendelea kufanya mashambulizi mengine dhidi ya Iran, basi majibu yatapanuliwa zaidi. Jeshi hilo limesema linaweza kulenga vituo vingine vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika nchi nyingine za eneo hilo, likionya kuwa hatua zozote mpya kutoka Washington zitasababisha operesheni kubwa zaidi kuliko zilivyofanyika hadi sasa. Kauli hiyo imeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa eneo la Ghuba ya Uajemi ambalo lina vituo vingi vya kijeshi vya Marekani pamoja na njia muhimu za usafirishaji wa mafuta duniani. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kuendelea kwa mashambulizi na hatua za kulipizana kisasi kunaweza kuathiri shughuli za kijeshi, biashara ya kimataifa na usafirishaji wa nishati kupitia njia za baharini zinazopita katika eneo hilo. Mvutano huu umeongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi mapya dhidi ya malengo ya Iran, hatua ambayo Iran imeitafsiri kama uchokozi unaolenga kudhoofisha uwezo wake wa kijeshi. Iran imekuwa ikisema mara kwa mara kuwa haitabaki kimya mbele ya mashambulizi dhidi ya ardhi yake na kwamba itatumia uwezo wake wote wa kijeshi kulinda maslahi yake ya kitaifa. Kuendelea kwa mashambulizi kutoka pande zote mbili kunazidisha hofu kwamba mzozo huu unaweza kupanuka na kuwahusisha washirika wengine wa Marekani pamoja na makundi yenye uhusiano na Iran katika Mashariki ya Kati. Ikiwa hali itaendelea bila suluhu ya kidiplomasia, kuna uwezekano kwa eneo hilo kushuhudia mzozo mkubwa zaidi wenye athari za kisiasa, kiusalama na kiuchumi kwa mataifa ukanda huo na dunia kwa ujumla. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.